Nipo na Mikoi Kisugu. Ijumaa adhimu, Ijumaa ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025. Msalia wa siku mbili kuelekea siku ya dabi ya tarehe 15. Mambo yamekuwa mengi kweli Mikoi Kisugu. Muda kidogo umetupitia hapa katikati, hatujapata wasaa kuzungumza nawe. Kwanza nijue hali yako iko vipi? Mimi niko salama. Na afya njema, kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nafikiri siku ya Ijumaa amenituamsha salama, hususan nikiwa na afya njema mimi pamoja na familia yangu, lakini pia nachukua nafasi hii kama kawaida kuendelea kumomba Mwenyezi Mungu kunilinda mimi, kunipa afya njema pamoja na familia yangu na kuondolea maradhi na kutuongoza katika njia iliyonyoka, kwa maana njia ya siratal mustaqim. Umekuwa mara kadhaa unakutana na maswali ya kuhusiana na bodi ya ligi TFF, hususan mara baada ya kuhairishwa kwa mechi ya Machi 8 mpaka hivi sasa ndio imeleta kelele zote hizi. Kwa taarifa iliyotoka jana ya Simba Sports kwa umma, kubwa sana ni kuendelea kusisitiza kwamba watacheza mechi ya tarehe 15. Pengine labda kuna taarifa unadhani watakuwa wameipokea ndani juu ya kubadilishwa kwa tarehe ya dabi ambayo imepangwa kuchezwa Jumapili ya wiki hii? Kwanza barua nimeiona kutoka kwenye klabu yangu ya Simba, kwa maana kwenye peji zetu za Simba. Barua nimeisoma vizuri, nimeielewa, lakini mimi sina mengi ya kuzungumza. Kimoja tu niseme kama jinsi ambavyo wewe ulivyosema, kwamba ni barua tu ya msisitizo, moja kuwakumbusha kwamba wale ambao wenye mamlaka kuelekea katika hiyo mechi, kwamba sisi tunajua kwa mujibu wa taratibu wa ratiba yao mechi kwamba inachezwa tarehe 15. Kwa hiyo sisi msisitizo wetu kuna namna ambavyo kile ambacho kilichotoka katika bodi ya ligi kinaendelea kuheshimika, tarehe 15 kwenda kucheza katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni barua tu ya msisitizo, lakini ndani yake ni barua ya tahadhari vile vile. Imebeba ujumbe mbili kwa wakati mmoja. Moja msisitizo, lakini pili ni tahadhari. Lakini umesikia hoja ambazo zimejengwa na makaburi ambayo yamefufuliwa mara baada ya bodi ya ligi kuita Young Africans na Young Africans kuzungumza mara baada ya mazungumzo kumalizika pale bodi ya ligi. Hoja zile unaziona kabisa zina mashiko, na unaona kuna maeneo baadhi ndani ya TFF na bodi ya ligi hayatendi kazi kwa ufanisi. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukasema hoja zina mashiko, na kuna muda mwingine unaweza kusema hoja kwamba hazina mashiko. Ili hoja hiyo na mashiko, nani kaileta hiyo hoja? Kusudio lake la kuleta hoja hiyo ni nini? Anacholalamikia ni nini? Msingi wake ni nini? Maana yake ukigundua kwamba huyu mtu haeleweki, anaishi katika maisha ya kinyongo kwa maana ya kubadilika, yawezekana akawa na hoja ya msingi, lakini hoja yako ikakosa msingi kutokana na aina ambavyo mtu ambaye aliyeleta hiyo hoja. Jafet, katika hili jambo lililotokea, nafikiri kila mmoja anajua mpaka hatua ambayo tufanyaje tulivyofikia, tulipoanzia mpaka hapa tulipo. Leo hii mtu mwenye akili timamu anashindwa kujua hoja ya msingi Dar es Salaam Africans ni nini. Hili jambo nimeshawahi kulijibu, lakini kwa sababu umeniuliza nitalijibu, nitalizungumza. Tusaidie, hoja ya msingi ni nini? Mimi nashindwa kujua mpaka sasa, sijui hoja yao ya msingi ni nini. Yaani kwamba hata hoja baini kwamba hoja yao ya msingi. Sijajua mpaka sasa hoja yao, kwa sababu nina faili yao walopeleka kasi. Malalamiko yao walopeleka kasi yalikuwa mingine ambayo mimi ninayo. Baada ya kurudi kasi, wakaandika barua ya kuitaka bodi ya ligi ijiuzuru, na mimi ushahidi wa hiyo barua nayo. Walipomaliza hapo wakasema hapana, wakaenda mahakamani kupitia mwanachama wao, wakapeleka hoja nyingine. Yaani walikwenda hadi mahakamani? Yes. Young Africans. Yes. Wakiwa wamepeleka kesi. Yanga wamepeleka mahakamani wakiwa wanadai wapewe point 3 kupitia mwanachama wao, kwa sababu mwana Yanga sio management, wana Yanga ni wanachama kwa mujibu wa katiba ya Baraza la Michezo BMT. Sheria ilifanywa mwaka 2012. Sheria inasema mwenye haki ya kumiliki 51% ni mwanachama. Maana yake unapozungumzia mwanachama ndio unakwenda kuzungumzia Yanga ndio mwenye mali yake. Wakaenda mahakamani. Na mahakamani kwa sababu wamekwenda mtu mmoja, haiwezekani watu wote waende mahakamani, maana yake mahakama itakuwa haitoshi. Haiwezi ikatosha Kisugu. Wakaenda mahakamani wakapeleka hoja nyingine. Walipotoka mahakamani, management yao waliowateua kuongoza wakasema mahakamani haitoshi, tumeshaanguka. Wakabeba malalamiko yao manne wakapeleka kwenye bodi ya ligi. Walipomaliza bodi ya ligi kesi yao kurudi, haijaamuliwa matakwa yao, msemaji wao amekuja na sala nyingine, ili tucheze tunawadai milioni 200 tushike lipi. Sasa hiyo milioni 200 Kisugu, hiyo walizungumza CRDB pia hawatocheza shirikisho ile, kwa sababu kuna madai wanaidai TFF ambao ndo waendeshaji wa hiyo michuano. Na ndio maana nikasema lipi
tushike Jafet tujue kwamba walichodai hawa nini. Kwa sasa hivi tushike hili la dabi katika hoja ambazo wamezijenga na yale ambao wanataka yafanyiwe kazi. Matakwa yao manne wanayotaka yatekelezwe na wamezungumza bayana, hata kama yakitekelezwa tarehe ibadilishwe. Unadhani mamlaka inaendeshwa na vilabu hivi vya Simba na Yanga imeshindwa kusimamia sheria ambazo zina wao wapo pale kama wasimamizi wa kutafsiri sheria hizo? Kwanza niwapongeze mamlaka wanaosimamia soka Tanzania. Maana yake TFF, lakini pia niwapongeze wale ambao wanasimamia ligi yetu ya NBC. Maana yake kwamba ni bodi ya ligi. Mpaka muda huu Jafet wameonyesha Watanzania wao ndio wenye mamlaka kusimamia ligi yetu kwenye nchi hii. Maana yake hakuna taarifa yoyote tofauti iliyotoka kuelekea katika hiyo dabi zidi ya ile ambayo kila mmoja anajua kwamba tarehe 15 kuna mechi ya dabi kati ya Simba na Dar es Salaam Africans katika mchezo namba 184. Kwa hiyo lazima niwapongeze. Na najua Jafet, iseme tu kupitia ninyi waandishi wa habari, wanapita katika wakati mgumu sana viongozi hawa. Kuna vikao vingi na simu nyingi za vitisho vinapigwa. Wanapigiwa ili kuona namna ambavyo wanakwenda kubatilisha maamuzi yao na kupeleka mechi mbele ambapo wao wanahitaji ikafanyike kwenye tarehe 22. Na cha ajabu zaidi wao wanapanga mpaka tarehe imeshapangwa. Wanapanga wao tarehe 22. Wanataka mechi katoke tarehe 20 mwezi wa 6 wa 7. Mwezi huu wa 6. Yes. Kwa sababu Jafet ukikosa mwezi huu wa 6 kuchezesha ligi, maana yake ligi itakuwa ipo kuanzia mwezi wa 7 kuna maandalizi ya mashindano ya CHAN, mwezi wa 8 kuna CHAN. Mimi nina barua yao wameandika mpaka mapendekezo ya kupeleka mechi tarehe 22. Umeipataje kaka? Jafet, nimpongeze sana Almas Kasongo kwa misimamo yake. Na niwaambie kuna siri imefichika. Sasa hivi viongozi wa Dar es Salaam Africans wametema bungo, wamesema kwa mabadiliko kwa namna ambavyo walivyo. Chama hakiwezi kubadilika wala shirika bodi haiwezi kubadilika. Kwa hiyo wamekwenda kuwateua wanasiasa 10 ndio wanapambana na kupeleka vitisho kwa TFF, wanapeleka vitisho kwa bodi ya ligi ili kuhakikisha mechi inapelekwa mbele. Wako wanasiasa 10. Wapo wanasiasa 10. Na wajua mwenyekiti wao, na mjua katibu wao, na wajua wajumbe wao wanaopambana na kwenda kushinikiza bodi ya ligi peleke mbele mchezo. Mashabiki wa Yanga wanasiasa. Na niwaambie wa Tanzania, tumalize kwanza, ni mashabiki wa Young Africans hususan wana Simba. Niwaambie wana Simba wanisikie vizuri. Maamuzi waliofanya kuwachagua hao wenye siasa kwenye maeneo yao ndio hao wanakwenda kuumizwa kwa namna ambavyo wanasiasa hao baada ya kwenda kusimama kwenye kweli wanakwenda kusimama kwenye interest zao. Sasa mbona unaweka usimba na uyanga kwenye mambo ambayo hayana itikadi? Jafet, hao wanasiasa ni watu wa Yanga, ni wanachama wa Yanga, wengine wako ndani ya Yanga ndio wanafanya haya ambao wanafanya kuwalazimisha bodi ya ligi ipeleke mbele mchezo. Kwa nini watumie nguvu yao wanasiasa kupiga simu za vitu? Wao wameshindwa shehe. Wao wameshindwa. Hawezi kuingilia mamlaka. Nasema hivi Jafet, si wanaingilia mamlaka. Kwa nguvu waliokuwa nayo wanashinikiza tarehe ibadilishwe. Tarehe ibadilishwe. Na kwa sababu wanashinikiza, kwa sababu ya uyanga wao na nafasi zao kwenye siasa walizokuwa nayo, na ndio maana wanalazimisha lazima dabi pelekwe mbele. Wako na siasa 10. TFF na Young Africans. Jafet, mbona unakataa mimi? Nitawataja Jafet. Ngoja Jafet. Ndio niache. Niache Jafet. Tuwe serious unajua. Jafet, kuna muda tunapotaka kupata ukweli, lazima tuzungumze ukweli ili tuweke kwa huru. Na lazima niwaambie wana Simba kwenye mpira wanachoumizwa ni hawa watu ambao sisi tunakwenda kuwateua tukiwa na mandhari mazuri, tukiwapenda, lakini mwisho wa siku wanakwenda kwa maadui, wanatumiza. Wanaacha katika kile ambacho tulichokiagiza, wanaingia katika sehemu ambazo sio za kwao. Kwa nini tusiseme? Sasa mimi na swali kisugu. Bodi ya ligi walitaja kuna kiongozi wa serikali aliyepiga simu ili kuzuia Simba Sports isifanye mazoezi. Young Africans wanataka kumjua kiongozi huyo. Wewe umewataja 10. Pengine ukimtaja mmoja wapo unaweza ukawa umewarahisishia ile kazi ambayo wao pia wana hayo maswali ya kujibu. Kabla sijamtaja, kwanza napeleka kwa ujumbe katika wale ambao sisi wana Simba tuliofanya maamuzi ya kuamini kuwapa hizo dhamana. Kwa hiyo kiongozi anayechaguliwa siwe na timu. Na ninataka kuambia kuwa na timu sio dhambi.
Dhambi unakwendaje kumuumiza yule ambaye wewe aliyekupa dhamana na mamlaka nenda? Yaani mpiga kura wako. Kwa lugha rahisi, si ndio hivyo? Kuna muda Jafet lazima tuambizane ukweli ili ukweli ukatuweke kuwa huru tunapokwenda kufanya maamuzi tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Na niwaombe sana bodi ya ligi. Endapo bodi ya ligi wakenda kufanya maamuzi na tarehe 15 namna ambavyo ilivyo, na waomba sana viongozi wa Simba, sisi wana Simba tutakuwa tayari na tutaridhika kuona namna ambavyo mechi hiyo upande wetu imekwisha. Mtaridhika na kukubali mechi hiyo upande wetu itakuwa imefanyaje? Imekwisha. Mbona unawapata adhari hivi? Ikiwa tarehe itabadilika, hatutachafua bajaji ya mtu kuandika maneno kwamba hatuchezi. Hatutachafua gari ya mtu, hatutapiga ngoma barabarani, hatutaandamana, tutakaa kwetu, tutausupport management yetu, lakini tutaambia sasa sisi mechi upande wetu imekwisha. Tutakwenda kucheza na Kingoni, tutakwenda kumaliza na Kagera Sugar. Kwa kumbe unaziona asilimia za dabi ya mkondo wa pili kuto kuchezwa. Yako maandishi ukipita barabarani. Hususan kwa majengo umeme, ni wapongeze sana TANESCO. Wanasema tahadhari. Mimi natoa tahadhari shekhe. Hai tahadhari. Lakini tahadhari hii inatokana na andiko ambalo Simba Sports wametoa. Moja katika watu wakiandika maandiko huwa anasumbua sana jamii Simba Sports. Kuna watu mpaka sasa hivi wanahangaika. Wana mwezi mmoja na nusu wanapiga kelele kutaka dabi kuahirishwa. Bodi imetamka? Haijasema. Shirikisho imesema? Haijasema. Sisi tuliandika barua masaa tu. Tuliweka hoja za msingi. Kilichotokea nini? Mechi ilihairishwa. Sisi tunasema. Sasa kama mlifanya mimi nakazia pale kwenye barua ambayo management yangu wametoa, ila nami nawakumbusha hapa management ya Simba, late ikitokea vinginevyo juu ya mechi yetu ambayo tunakwenda kucheza tarehe 15 Dar es Salaam Africans, sisi mashabiki wa Simba wamenituma niwaambie management ya Simba tutakuwa tumelizika na matokeo yote mbele yanayokuja, lakini upande wetu sisi tunasema hiyo mechi itakuwa imefanyaje? Imemalizika. Na haya maneno si ya kwangu tu, maneno ya wana Simba. Haya unayazungumza hapa. Na dada yangu kanaambia nenda kaseme. Sasa wewe umeongea na Dorothy peke yake au wengine? Dada yangu Madoris kanaambia kaseme kwa niaba yetu Kisugu. Au umekaa shura ya Charles Mbedo kanaambia Kisugu kaseme. Semea umma. Mimi nasema hii dabi. Hii dabi kiboko. Huruma sio malezi. Hii dabi kiboko. Huruma sio malezi. Niwaambie mashabiki wa Simba tumebakia mechi mbili, siku mbili kuelekea katika mechi yetu ya dabi. Lakini Kisugu, kabla hujawaambia wana Simba, mimi naona dalili za dabi kutokuwepo. Naziona kabisa dalili za dabi kutokuwepo zipo wazi. Nimemwona jana Dickson Jobu, nimemwona Abtwalibu Msheli wakiwa kwenye hafla iliyokuwa imeandaliwa na msanii Mbosso pale Mlimani City. Kuonekana kwao tu kunaashiria kwamba hakuna maandalizi yoyote ya dabi yaliyopo ndani ya klabu ya Young Africans. Yani hauoni kama kuna asilimia kubwa zaidi ya tarehe 15 wakahudhuria tu watu uwanjani kwenda kuangalia maboresho ya uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sio mechi. Siku zote baba ndo anakuwa na amri juu ya familia. Sisi tunayemwamini mwenye dhamana, mwenye mpira wake ametuambia tarehe 15 mechi ipo, hatuwezi kukusikiza wewe Jafet. Sawa, mimi sinaangalia taswira ya nje. Jafet, alafu aniyesimamia mpira nani? TFF. Aliyesema mechi tarehe 15 nani? Bodi ya ligi. Wameshasema vinginevyo? Hapana. Kati ya TFF na wewe Jafet nani tumfuate? Tumfuate TFF. Kwa hiyo waambie wa Tanzania kwamba tarehe 15 mechi ipo. Tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa Jafet. Na mnatakiwa muujaze kwa wingi. Tunakwenda. Sasa kwa tiketi zipi? Tunazo. Bodi wametuambia wale ambao wanaokata tiketi katika mechi ya kwanza, tiketi zile zitatumika. Kwa hiyo hakuna hasara ambao watu. Mimi ninayo Jafet tiketi yangu hapa. Na bahati nzuri mpaka risiti nayo nimetunza Jafet hapa. Hii adabu ya tarehe 8 ulitunza? Yes. Na risiti nayo risiti. Kaka kweli.
City mpaka maandishi yamefutika kufanya mchezo ni nayo ticket na nakwenda. Na nimewaambia waandishi wa habari, njooni na kuwa na surprise saa 5:30 nitakuwa pale na kuja na surprise kubwa katika uwanja Benjamin. Njoo mwandishi, njoo chukua surprise tarehe 15 katika uwanja Benjamin Mkapa. Hapo sasa ndo utasema kwamba mechi hamna, si ndio? Au hapo utaenda useme nini? Jafet, tufike mahala lazima tuheshimu mamlaka. Lazima tujue kwamba nani mwenye mamlaka kusimamia mpira kwenye nchi hii. Leo hii kama tutaamua mpira wetu kuruhusu baadhi ya wanasiasa kuingilia kwa kutumia nguvu zao za kisiasa, Jafet, tunakwenda kuwa football kwenye nchi hii. Niwaombe sana bodi ya ligi waendelee kusimama katika msimamo wao ili kuhakikisha tarehe 15 mechi inachezeka. Kama mechi haikuchezeka, baadhi ya timu yakuja waangalie utaratibu wao unasemaje, mwongozo wao uko vipi, Jafet. Na laiti wakishindwa kusimama katika huo msimamo, wallahi na hapa dabi haipo mwaka huu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Yes. Hoja ya msingi Kisugu, lile andiko la Simba Sports lilieleza bayana waliohusika wachukuliwe hatua. Taarifa iliyotoka tarehe 10 Simba Sports waliweka tena bayana kusema taarifa ya kiuchunguzi wanahitaji, kama ambavyo Young Africans wanaipigania kuipata hiyo taarifa ya kiuchunguzi. Swali ni kwamba Simba inaposema inakwenda kucheza mchezo huo, wale wahusika wamechukuliwa hatua? Jafet, shirikisho haina vyombo vya uchunguzi. Linapotokea jambo la uchunguzi, hususan tunapozungumzia jambo ambalo linaashiria kuna uvunjifu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima swala la uchunguzi wapeleke katika watu ambao wanahusiana na mambo ya uchunguzi. Kwa maana hiyo, TFF baada ya kupeleka kule, waliepewa dhamana ndio wanatakiwa urudishe ule uchunguzi kuambia TFF nini tumegundua. Lakini Jafet, kama jawabu bado halijarudi, ligi isimame iendelee. Inatakiwa iendelee. Tukacheze tarehe 15 katika uwanja Benjamin William Mkapa. Yes. Jafet, taratibu za uchunguzi kitelejensia, jambo lingine la uchunguzi nene kaka zaidi ya mwaka mmoja. Mambo mengine yasimame. Nanyi hata ili waandishi wa habari mmeshindwa kulisimamia kueleza watazamaji wenu, kueleza Watanzania kwamba taratibu za uchunguzi zikoje. Swala la uchunguzi sio swala la kuchukua maji ndani na kunywa. Viashiria vya rushwa, hali ya kiusalama, hivi vitu vilioandikwa kwenye barua ya bodi ya ligi au vilitoka wapi? Mimi nafikiri wewe ndio niambie. Yaani kumbusha tu umma ili tuanzie. Nimesema wewe, nafikiri wewe ndio niambie Jafet. Taarifa za kiuchunguzi zinadaiwa kutoka kwa bodi. Wewe ndio umesema Jafet kwamba yako malalamiko Simba nao juzi wameyakumbusha juu ya uchunguzi. Mimi nikasema TFF hawana chombo cha uchunguzi. TFF wanapeleka kwenye mamlaka ambazo zina mamlaka kwenda kufanya nini? Uchunguzi. Wao wakati wakishapeleka, maana yake wasubiri ligi isimame mpaka ambapo uchunguzi unapokamilika au ligi iendelee. Unaona taarifa za kiuchunguzi zitatoka hata kama dabi itachezwa? Yes. Lazima zirudi. Lakini wakati wa ligi lazima fanyeje? Iendelee. Safari ukisikia kimeumana, kimeumana kaka. Mimi nafikiri akijaumana ni jambo liko wazi tu, ni jambo la kufuata taratibu na kanuni zilizopo zinazoongoza mpira wetu ndugu yangu. 15 mnazitaka alama 3. Tunafika katika uwanja wa Benjamin Mkapa na niwashukuru sana wana Simba kutoka Arusha. Na amani kwamba wanaanza leo safari kutoka Arusha wanakuja Dar es Salaam kuisupport timu yao. Niwashukuru sana wana Simba wa Dodoma, jana walinipigia. Wao wataanza safari usiku, lakini wana Simba kutoka Iringa nao nimezungumza nao, watafanya safari usiku kuja Dar es Salaam. Kikubwa ni kuja kuisupport timu yao. Lakini wana Simba wa Lindi pamoja na Mtwara, wao wameniambia siku ya Jumamosi saa 7 ya usiku ndio wataanza safari. Inshallah kikubwa ni kuombea kwa Mwenyezi Mungu wafike salama, tuje kuisupport timu yetu. Unajitahidi kusanya taarifa. Mikoa mingi.